kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kumwamini mtume wake, kunu qawamina bilqist, kuweni wenye kusimamia uadilifu, shuhadaa, katika ushahidi. Kunu qawamina, kuweni wenye kusimamia, bilqisti, kwa uadilifu, shuhadaa, ushahidi, lillahi, kwa ajili ya Allah. Toa ushahidi, basi simama katika ushahidi wako kwa ajili ya Allah kwa uadilifu. Tena walau ala anfusikum, hata kama ushahidi huo ni dhidi ya nafsi zenu. Manake wewe mwenyewe ndio umefanya jambo, basi kiri, sema jamani, mimi ndio nimefanya hilo kosa. Tende ukamtupia mtu kosa wakati wewe mwenyewe ndio mfanyaji, ukakataa sijafanya, kumbe wewe ndio mfanyaji, hata kama ni katika nafsi zenu. Awil walidain, au itakuwa hata kama ni wazazi wawili, umekwenda kukaa ushahidi kwa wazazi, basi kama wazazi wamefanya sivyo, unatakiwa usimamie ushahidi vile ilivyo, useme kwamba huyo ni mzazi wangu, lakini kwa kweli yeye ndio mkosaji kwa hili. Tende tukutetea kwa sababu ni mzazi wako, ukamzamisha mwingine ambaye hahusiki na kosa. Au walidaini, au hata kama ushahidi huo unautoa kwa dhidi ya wazazi wawili, wala akrabina, na hata jamaa zako wa karibu, ndugu yako, mwanao, nani, wale jamaa katika familia, basi ushahidi utoe vile ulivyo. Usende tukumtetea mtu wako ukamzamisha mwingine, sema kwamba huyu ndugu yangu, lakini yeye ndiye mkosaji wa hili. Huo ndio Uislamu. In yakun ghaniyan au fakira, kama atakuwa mtu ni tajiri au ni fakiri, mnyonge, basi utajiri wako usikupelekee kuacha kwenda kutoa ushahidi. Ule utajiri wako usikupelekee kuacha kwenda kutoa ushahidi, ukamwacha mtu akadhulumiwa kwa sababu sendi kupoteza muda, nahitaji nini mimi. Au fakiran, au kama mtu atakuwa fakiri, isiwe sababu ufakiri wake kwenda kumzamisha mtu kwenda kutoa ushahidi wa uongo. Shaahidiwa pengine najua pale nikienda nikitoa ushahidi nitapata japo 30,000 japo 10,000. Kwa hiyo utajiri wako usikupelekee kwenda kutoa ushahidi wa uongo, au kuacha kwenda kutoa ushahidi. Au fakiran, au kama mtu atakuwa ni fakiri, basi ufakiri wake usimpelekee kwenda kutoa ushahidi wa uongo kwa sababu apate kitu. Wallahu aula bihima, Allah yeye ndiye anastahiki zaidi kujua hali za wawili hao, tajiri na maskini. Fala tattabi'u alhawa, msifuate matamanio yenu, antaadilu, mkaacha kufanya uadilifu, wa intalu, na mtakapokengeuka kutoa ushahidi vile itakiwavyo, au tuuridhu, au mkapuuzilia mbali jambo la kutoa ushahidi, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, hakika Allah kwa mnaoyafanya ana habari nayo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kunu qawamina, kuweni wenye kusimamisha, bilqisti, kwa uadilifu, shuhadaa, ushahidi, lillahi, ushahidi utoweni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Tena walau ala anfusikum, hata kama itakuwa ushahidi huo dhidi ya nafsi zenu wenyewe, yani wewe ndo mkosaji, basi unatakiwa ukiri kwamba mimi ni mkosaji, alafu omba samahani. Jambo gumu hilo kwetu, yani umefanya tena ukaseme mimi nimefanya, lakini ndio Uislamu unatakiwa hivyo. Awil walidaini, au wazazi wawili, pia ni gumu leo ilivyo tulivyozoea, mtu anakwenda kumtetea tu mzazi wake hata kama ni mkosaji, kwa tayari hata utoe rushwa, lakini yeye atokane na jambo hilo. Hata kama mtu atakosa haki yake, wewe umemtetea tu mzazi wako.
Uislamu hautaki hivyo. Awil walidaini, au wazazi wawili, wal aqrabina, na jamaa wa karibu. Basi toa ushahidi ulivyo. Ikiwa mtu kakosea, sema kakosea hata kama ndugu yako. Iyakun ghaniyan, akiwa mtu ni tajiri, basi utajiri wake usimpelekee kwenda kupindisha uadilifu, ushahidi. Kaona ngoja nitoe pesa hapa, ushahidi upindishwe, au akaacha kwenda kutoa ushahidi kwa sababu mimi sina shida bwana, mtu akidhulumiwa shauri yake. Au fakiran, au kama atakuwa fakiri pia isiwe sababu ya kwenda kutoa ushahidi vile ambavyo sivyo ilivyo, kwa sababu ya kupata kitu, kwa sababu ni mnyonge. Wallahu aula bihima, Allah yeye ndiye anastahiki zaidi kujua hali za wawili hao na kuzishughulikia. Kwa fala tattabi'ul hawa, msifuate matamanio yenu. Antaadilu, mkaacha kuwa waadilifu. Wa intalu, na mtakapokengeuka kuwa uadilifu, ni kutoa ushahidi kwa uadilifu. Au tuuridhu, au mtapopuuza kutoa ushahidi. Fa inna Allaha, hakika Allah, kana bima taamaluna khabira, amekuwa kwa mnaoyafanya ana habari nayo yote. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, billahi, kumuamini Allah, wattaba'u rasulahu, na mkamfata mtume wake, kunu qaimina, kuweni wenye kusimamia, biladili, uadilifu, fi kulli ahwalikum, katika hali zenu zote, basi kuweni waadilifu, fanyeni usawa. Muaddina shahada, mutoe ushahidi, bilhaqi, vile itakiwavyo, kwa haki. Tena maa kulli ahadi, mutoe ushahidi kwa haki pamoja na kila mtu. Walaktadha dhalika, hata kama itapelekea haki hiyo, antuqirru ala anfusikum bilhaqi, kujikiria wenyewe nafsi zenu dhidi ya haki hiyo, kusema kwamba jamani, mimi ndio nimefanya jambo. Au ala alwalidaykum, au juu ya wazazi wenu, au alaqrabina minkum, au wale waliokuwa karibu katika jamaa zenu. Wala yahmilannakum, wala isikupelekeeni, fakra ahadin, ufakiri wa yoyote, au ghinahu, au tajiri wake, ala shahadati, ikakupelekeni kwenda kutoa ushahidi kwa sababu walioko kule ni tajiri, nitapata chochote. Au tarkiha, au mukaacha kwenda kutoa ushahidi kwa sababu jua yule nne kwenda kumtoa ushahidi masikini, hana lolote, hata nauli atakuwa hanipa. Sikupelekeni hilo. Wallahu aula bil faqir, Allah yeye ndiyo yuko mbele zaidi kumshughulikia na kumjua fakiri, wal ghani, na tajiri, minkum, miongoni mwenu. Wa alam bimasalihihima, na Allah ndiye anayejua maslaha ya wawili hao. Fala tattabi'ul hawa, basi msifuate al-ahwa, matamanio, fi shahadatikum, katika ushahidi wenu. Lialla tamilu anil haqi fiha, ili msije mkamili mkaacha kuizungumza haki katika jambo la ushahidi. Wa in haraftumu shahada, na kama mtageuza ushahidi, biadaiha, kwa kutoa ushahidi huo, ala ghairi wajhiha, kinyume na utaratibu wake ulivyo, au a'rastum an adaiha, au mukapuuza kabisa kutoa ushahidi, mkaachilia mbali, hamtoi ushahidi, basi fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, hakika Allah kwa mnaoyafanya ana habari nayo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, billahi, mliomuamini Allah, wattaba'u rasulahu, na mukamfata mtume wake, kunu qaimina biladli, kuweni wenye kusimamia usawa au uadilifu, fi kulli ahwalikum, katika hali zenu zote, basi simamieni usawa. Muaddina shahada, mtoe ushahidi, bilhaqi, kwa haki. Tena maa kulli ahadin, pamoja na kila mmoja, basi wewe kuwa mwenye kuweka sawa kila kitu. Wala uktadha dhalika, hata kama itapelekea kutoa ushahidi huo, antuqirru, yani kukiri, kukubali, ala anfusikum, dhidi ya nafsi zenu, bilhaqi, kwa ile haki, basi mnatakiwa kutoe. Au ala walidaykum, au juu ya wazazi wenu,
au aqrabina minkum, au wale jamaa wa karibu miongoni mwenu. Wala yahmilannakum, wala isikupelekeeni fakru ahadin, unyonge wa yoyote au wa mtu, au ghinahu, au utajiri wake usikupelekeeni ala shahada, utajiri wa mtu ukakufanya we lazima ukatoa ushahidi hali ya kuwa si wa kweli wala huujui kwa sababu ya kupata chochote, au tarkiha, au ikakufanya kuacha kutoa ushahidi kwa sababu unayekwenda kumtolea ushahidi ni fakiri, unahisi kwamba hata nauli nitajitegemea mwenyewe. Usifanye hivyo. Fallahu aula bilfakiri walghani, Allah yeye ndiye anastahiki zaidi kuwajua maslaha ya wawili hao, kwa fakiri na tajiri. Kwa hiyo kilichokuwa kwenu, wa a'lamu bimasalihihima, Allah ndiyo anajua maslaha yao. Fala tatabil ahwaa, nyinyi msifate matamanio yenu, fi shahadatikum, katika kutoa ushahidi wenu, li alla tamilu anil haqi fiha, ili msije mkamili upande fulani mkaacha kuitoa haki vile itakiwavyo. Wa in haraftum shahadata, na kama mtageuza ushahidi au mtaongeza chumvi fulani katika ushahidi uliokuwa haupo, biadaiha, kwa kuutoa ushahidi huo, ala ghairi wajhiha, kinyume na vile ulivyo kabisa uhakika, au a'radtum an adaiha, au mkapuuza kwenda kutoa ushahidi mkaacha, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, hakika Allah kwa mnaoyafanya ana habari nayo. Kwa hiyo ukiacha wewe kwenda kutoa ushahidi wakati ushahidi waujua, mtu akadhulumiwa eti kakosa shahidi, kumbe shahidi yupo, Allah anajua mambo hayo, kwa maana hayawezi kupita bure. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, aminu billahi, muaminini Allah, wa rasulihi, na mtume wake, wal kitabi alladhi, na pia aminini na kile kitabu ambacho nazzala ala rasulihi, alichokiteremsha kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani Qur'ani. Wal kitabi alladhi, na pia kiaminini kitabu ambacho anzala min qablu, vilivyoshushwa kabla ya Qur'ani. Wa man yakfuru billahi, na yoyote atakemkufuru Allah, atakemkataa Allah, wa malaikatihi, akawakataa na malaika wake, wa kutubihi, akakataa vitabu vyake, wa rusulihi, akakataa mijumbe yake, wal yaumil akhiri, akakataa siku ya mwisho wa kuamini, huyo fakad dhalla dhalalan ba'ida, kwa hakika amepotea upotevu wa mbali sana. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, aminu billahi, muaminini Allah, wa rasulihi, na mtume wake, wal kitabi alladhi, pia kiaminini kitabu ambacho nazzala ala rasulihi, kilichoteremshwa Allah, alichokiteremsha kwa mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia wal kitabi alladhi, na kitabu ambacho anzala min qablu, ambacho amekiteremsha kabla ya Qur'ani, kiaminini Taurati na wengineo, Injili. Wa man yakfuru billahi, na yoyote atakayemkufuru Allah, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume yake, wal yaumil akhir, na siku ya mwisho, fakad dhalla dhalalan ba'ida, huyo atakuwa amepotea pahala mbali sana na. Hizi ndio zile nguzo za imani Anasema ya walladhina amanu, enyi mlioamini, ithbutu ala imanikum billah, thibitini kwenye imani zenu za kumwamini Allah, wa birasulihi, na pia thibitini kwenye imani zenu za kumwamini mtume wake, wa bilqurani, na pia thibitini katika kuiamini Qur'ani, alladhi, ambayo anzalahu ala rasulihi, aliyoiteremsha kwa mtume wake Muhammadin, wa bilkutubi allati, na pia aminini vitabu ambavyo anzalaha ala rusuli, alivyoviteremsha kwa mitume mbalimbali, min qablihi, waliokuja kabla ya Nabii Muhammad au kabla ya Qur'ani. Wa man yakfuru billahi, na yoyote atakemkataa Allah, wa malaikatihi, na malaika yake, wa kutubihi, wa bikutubihi, na akakataa vitabu vya Allah, wa birusulihi, pia akakufuru mitume yake, wa bil yaumil akhir, wa bil yaumil qiyama,
na pia akakufuru siku ya kiyama akaikataa, fakad bauda ani tariqi almustaqim, kwa hakika huyu amekuwa yuko mbali sana na njia ya sawa, yani dini ya sawa, tena bu'dan adhima, umbali uliokuwa mkubwa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, uthbutu ala imanikum billahi, thibitini kwenye imani zenu za kumwamini Allah, wa birasulihi, na kumwamini mtume wake, wa bilqurani, na pia kuiamini Qur'ani, alladhi, ambayo anzalahu, aliyoiteremsha Allah ala rasulihi, kwa mtume wake Muhammad, wa bilkutubi allati, na pia vitabu ambavyo anzalaha ala rusuli, alivyovishusha kwa mitume mbalimbali, min qablihi, kabla ya Qur'ani au kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yakfuru billahi, na yoyote atakemkufuru Allah, wa malaikatihi, na akaamini akakufuru pia malaika wake, wa bikutubihi, na vitabu vyake akavikufuru, wa birusulihi, na mitume yake, wa biyaumil qiyamati, na pia akakufuru au akaikataa siku ya kiyama, fakad bauda ani tariqi mustaqim, kwa hakika amekuwa mbali na njia ya sawa, yani yuko mbali katika dini ya sawa. Dini ya sawa sawa iko huku, yuko mbali sana yeye aliko, tena bu'dan adhima, umbali uliokuwa mkubwa. Innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, thumma kafaru, kisha wakakufuru, thumma amanu, kisha wakaamini tena, thumma kafaru, kisha wakakufuru, thumma zdadu kufra, kisha wakazidisha kufuru na wakafa na kufuru zao, hawa lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah hatokuwa mwenye kuwasamehe, hawezi kuwasamehe, maana wanamcheza sheria Allah. Wewe unaamini, mara umekufuru, umeamini tena umekufuru, anasema Allah hawa hawasamehe tena. Wala liyahdiyahum sabila, wala hawaelekezi kwenye njia ya sawa, watakuwa siku zote wanapita huko kwa machakani chakani. Innal ladhina amanu, hakika wale walioamini kumwamini Allah, thumma kafaru, kisha wakakufuru, thumma amanu, kisha wakaamini tena, thumma kafaru, kisha wakakufuru, thumma zdadu kufra, kisha wakazidisha kukufuru, lam yakunillahu, hatokuwa Allah, liyaghfira lahum, mwenye kuwasamehe, wala liyahdiyahum sabila, wala hatowaelekeza njia ya sawa. Kwa maana ya dini ya sawa hawaelekezi, watakuwa na dini potofu siku zote. Innal ladhina takarrara minhumul kufra, hakika wale ambao takarrara minhum, ambayo imekariri kwao, alkufra, kufuru, baada al-imani, baada ya kuamini, wakakariri kukufuru, kakufuru kaamini, kakufuru kaamini. Kivipi? Bi an yadkhulu fil imani, kwa vile mtu kuingia katika imani, thumma irtaddu anhu, kisha akaritadi akatoka kwenye imani hiyo, thumma dakhalu fi, kisha akaingia tena katika imani, thumma irtaddu anhu, kisha akaritadi akatoka kwenye tena imani hiyo tena, wa asarru ala al-kufri, akaendelea kufuru, wa matu alayhi, akafa kwenye kufuru, lam yakunillahu, hawi Allah kabisa, liyaghfira lahum, mwenye kuwasamehe, dhunubahum, madhambi yao, wala liwafiqahum, wala hatowawafikisha, ila tariqi almustaqimi, kwenye njia iliyokuwa sawa, kwa maana dini ya haki, almusil ilaihi taala, njia ambayo itamfikisha mtu kwake Allah mtukufu, hatomuongoza kwenye njia hiyo. Innal ladhina takarrara minhumul kufra, hakika wale ambao imekariri kwao kukufuru, baada al-imani, baada ya kuamini, bi an dakhalu fil imani, kwa kule mtu kuingia katika kuamini, thumma irtaddu anhu, kisha akaritadi akatoka kwenye imani hiyo, thumma dakhalu fihi, kisha akaingia tena kwenye imani, thumma irtaddu anhu, kisha akaritadi tena, wa asarru ala al-kufri, na akanang'ang'ania akashikilia ukafiri wake, wa matu alayhi, na wakafa juu ya ukafiri huo, hakutubia, lam yakunillahu, hawi Allah, liyaghfira lahum, mwenye kuwasamehe, hawasamehe dhunubahum, hawasamehe makosa yao,
wala liyuwaffiqahum ila tariqil mustaqim, wala hatowawafikisha kuijua njia iliyokuwa ya sawa, almusil ilaihi taala, njia ambayo mtu itamfikisha kwake Allah mtukufu, hatowaelekeza kuikubali kuifuata njia hiyo. Akasema bashiril munafiqina, watangazie wanafiki. Na hii kilugha imekuja kama kwa njia, wanasema kama njia ya jejeo, sawa. Maana neno bashara ni mtu unampa bishara njema. Kwa hiyo inapokuja bashiri, mbashirie fulani, maanake mbashirie habari njema. Lakini mtu unatumia neno bashara, kumbe unachombashiria kibaya. Unaambia mtu furahia makwaju, mcha kufurahia kweli hicho? Hapa inakuwa kama jejeo, unamjejea. Kwa hiyo Allah asema bashiril munafiqina, wabashirie, watangazie habari njema sana wanafiki. Haya, habari gani hiyo? Anasema wabashirie hao bi anna lahum adhaban alima, habari njema hiyo kwao, kwamba watakuwa na adhabu yenye kuumiza. Bashiril munafiqina, wabashirie wanafiki, wape bishara njema kwa kile kitakachowafurahisha wao wanafiki. Kitu gani? Bi anna lahum, kwamba watapata wao adhaban alima. Sasa kubashiriwa hiyo sio bishara ila kwa sababu ni wakorofi, basi wafurahie na haya. Wao si wakorofi na wanapenda kufanya ukorofi, basi furahia ukorofi wako, malipo yake kama ulivyofurahia katika kufanya, na malipo wafurahie hata kama ni mabaya. Bashiril munafiqina, wabashirie wanafiki, bi anna lahum, ya kwamba watapata wao adhaban alima, adhabu yenye kuumiza. Bashir ayuha rasul, wabashirie, watangazie ewe mtume, almunafiqina, wanafiki, alladhina, wale ambao yudhihiruna, ndio tabia wanafiki, wanadhihirisha aliman, kudhihirisha imani, waonekane ni waumini, lakini wayubtinuna alkufra, wanaficha ukafiri. Ndio mnafiki alivyo, anajaribu kudhihirisha imani, wewe utamuona muislamu mzuri, lakini ana ukafiri au ficha. Watangazie bi anna lahum inda Allahi, kwamba watapata wao mbele ya Allah yaumul qiyama, siku ya kiyama, adhaba mujia, adhabu yenye kutia uchungu, yenye kuumiza kabisa. Bashiri ayuha rasul, watangazie, wabashirie ewe mtume, almunafiqina, wanafiki, alladhina yudhhiruna alimana, wale ambao wana tabia ya kudhihirisha imani zao zionekane, ili kuwadanganya watu wawaone ni wenzi wao, lakini kumbe wayubtinuna alkufra, wakaficha ukafiri wao usionekane. Watangazie hao bi anna lahum, kwamba watapata wao inda Allahi, mbele ya Allah, yaumul qiyama, siku ya kiyama, adhaba mujia, adhabu yenye kuumiza. Wepi hao? Akafasiri Allah wanafiki wenyewe ni wepi? Alladhina, wale ambao yattakhidhuna alkafirina, wanaowafanya makafiri, auliyaa, ndiyo marafiki zao kwa ndani kabisa, na wanawapa siri. Hao ndio wanafiki wenyewe. Alladhina, wale ambao yattakhidhuna alkafirina, wanaowafanya makafiri, auliyaa, ndiyo marafiki zao, ndiyo vipenzi wao, min duni almu'minina, wanawaacha waumini wenzi wao. Kwa sababu gani sasa wanawakumbatia makafiri? Eti ayabtaghuna indahumul izza, wanatafuta kwa makafiri nguvu. Ayabtaghuna indahumul izza, eti wanatafuta kwa makafiri nguvu na kutetewa na kulindwa. Fa innal izzata lillahi jamia, basi nguvu zote ziko kwa Allah. Wewe ukijiganisha na kafiri eti kwa sababu wakutetee, kwa sababu ndio wana nguvu leo, wao ndio wana dola kubwa kubwa, wao
wana masilaha mazito mazito, ukajiegemeza kwao, ukajifanya ndio marafiki zako, eti kwa sababu upate izza, upate nguvu, upate utetezi kwao, basi ujue kwamba nguvu haziko kwao. Fa innal izzata lillahi jami'atan, nguvu zote ziko kwa Allah. Kitaka nguvu za kijeshi, kitaka nguvu sijui za vipato, kila kitu kiko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa cha kufanya wewe mtii Allah subhanahu wa ta'ala, tekeleza sheria zake, jiepushe na makatazo yake, ndio utapata nguvu. Muislamu hashindi kwa sababu ya kuwa na nguvu zake, anashinda kwa kukamatana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake. Na ndio maana hata kule Uhud Badri, Waislamu hawakuwa na nguvu. Kwa muono huu wa macho hawakuwa na nguvu, walikuwa wachache, walikuwa hawana silaha, wenzao walikuwa wengi, walikuwa na silaha nzito, lakini walishinda kwa sababu wamekamatana na Allah, na Allah ndio mwenye nguvu zote. Alladhina yattakhidhuna alkafirina, wale ambao wanawafanya makafiri auliaa, marafiki zao, ndio vipenzi vyao, min dunil mu'minina, wanawaacha waislamu wenzi wao. Kama rafiki kafiri. Ayabtaghuna indahumul izzata, eti wanatafuta kwao nguvu. Basi kama ni hivyo, fa innal izzata, hakika nguvu, lillahi jamia, ziko kwa Allah zote, nguvu zote ziko kwa Allah, zitafute huko kwa Allah, sio kwa makafiri. Anasema hadha aladhab, adhabu hii yenye kuumiza ambayo wataipata wanafiki, liannahum, kwa sababu wao, ittakhadhu alkuffara ansaran, wamewafanya makafiri ndio watetezi wao. Ansara, wamewafanya ndio watetezi wao, wa awanan, na ndio wasaidizi wao, min duni almu'minina, kinyume na Waislamu. Wa innahu la ajabu dhalika alladhi ja'alahum yuwalunahum, anasema hakika, wa innahu, na hakika, la ajabu, sema ni maajabu makubwa, dhalika alladhi, kwa huyo ambaye, au la ajabu, ni maajabu, dhalika alladhi, kwa lile ambalo, ja'alahum, ambalo limewafanya wao, yuwallaunahum, kuwafanya marafiki. Kuna jambo limewapelekea wao wawafanye marafiki wale makafiri, ni la ajabu sana, linashangaza sana. Jambo lenyewe ni ile wanatafuta nguvu wakati haziko kwao. Ayatulubuna indahum alquwa, eti wanatafuta kwa wale makafiri, wanatafuta nguvu. Hicho ndicho kilichowafanya wao wawafanye marafiki. Wanajiona wao wadhaifu, kwa hiyo nguvu ziko kwa makafiri, basi wanajiegeza na makafiri. Walmanaa, na wanatafuta kutetewa, ulinzi kwa wao. Liyartafi'u biha, ili wapate kunyanyuka na kutukuka kwa sababu ya nguvu hizo. Basi fa innal quwwata wal man'a, hakika nguvu na ulinzi, lillahi, kullaha lillah, yote hizo ni kwa Allah. Hadha aladhabu, adhabu hii watakayoadhibiwa hawa, liannahum, kwa sababu wao, ittakhadhu alkufara, wamewafanya makafiri, ansara, ndio watetezi wao, awana, na wasaidizi wao, min duni almu'minina, kinyume cha Waislamu. Waislamu hakuwafanya marafiki zao. Wa innahu la ajabun, na kwa hakika linashangaza sana, dhalika alladhi, hilo jambo ambalo, ja'alahum, limewafanya wao, yuwalunahum, kuwapenda makafiri. Hilo jambo lilopelekea wao wapende makafiri linashangaza sana. Jambo gani? Ayatulubuna indahum, eti wanatafuta kwao hao makafiri, alquwa, wanatafuta nguvu, walmanaa, na ulinzi. Lengo, liyartafi'u biha, ili wapate kunyanyuka kiuchumi, kinguvu, wanyanyuke kwa sababu ya nguvu za makafiri, misaada yao. Basi fa innal quwwata wal man'a, hakika ya nguvu na ulinzi, kullaha lillahi, yote hayo yako kwa Allah, si kwa makafiri.